Bwana, taarifa iliyopo kutoka katika klabu ya Simba Sports Club ni kwamba kiungo mshambuliaji wa klabu ya Singida Black Stars raia kutoka Zambia, Clatous Chota Chama ameshakubaliana makubaliano binafsi na klabu ya Simba ya mkataba wa mwaka mmoja. Kilichobaki ni taratibu zingine za mwisho tu za kuweza kuhakikisha kwamba hili deal linakamilika kwa 100%, kwa sababu katika hali ya kawaida mchezaji anapokuwa amefikia hatua ya kukubaliana maslahi binafsi na klabu ambayo inamhitaji, tafsiri yake ni kwamba klabu yake mama imempa green light, kwamba imemruhusu zungumza nao hao, kubalianeni, fanyeni mwafaka mnaoona unafaa baina yenu, baina ya pande mbili, wewe na wasimamizi wako na klabu inayokuhitaji. Kisha taratibu zingine za mwisho baina ya klabu na klabu ambazo hazitokuwa ngumu zitakwenda kuhitimishwa, kwa sababu kitendo cha klabu na mchezaji kuzungumza ni kama vile watu ambao wamekubaliana kuoana, kwamba tunakubali ili jambo liwe, alafu makubaliano ya klabu na klabu ni kama ile mahari ambayo inakwenda kuhalalisha msingi wa kile ambacho kilikuwa kimeanzishwa. Kwa hiyo kiufupi ni kwamba inaonekana ndoa ya Chama na Simba inarudi tena, ni ndoa ambayo inakwenda kufungwa, hakuna shaka yoyote kuhusu hilo. Makubaliano yameshafikiwa baina ya pande mbili, na taratibu ambazo zinaonekana kuwa zipo hapa ni zile tu za kawaida, kwa sababu Chama alisaini mkataba wa mwaka mmoja na Singida, na huenda kwa zaidi ya 80% kukawa kuna chochote kitu ambacho Singida wakakichukua kutoka kwa Simba. Obviously lazima kutakuwa kuna chochote ambacho kitapatikana kwenye miezi 6 ambayo imebaki, lakini makubaliano ya Chama na Simba yamemalizika, na of course mchezaji kama Chama ni very sure kwamba mkataba wake utakuwa na vipengele ambavyo vitakuwa vina nyama tofauti, kwamba Simba wakifanikiwa tena kutoa taji lolote kubwa, yeye akiwa sehemu ya kikosi, obviously kwa ukubwa wake na kwa legacy ambayo aliweza kuiacha pale Simba, ni wazi kutakuwa kuna vipengele tofauti. Ni kama ambavyo ilikuwa kwa Mixon. Yaani ukishakuwa ni mchezaji ambaye kuna kitu ulikifanya, klabu ikajaribu kukurudisha katika nyakati ambazo inatamani tena kurudisha ile heshima ambayo ilikuwepo, ni wazi mkataba wako utakuwa na vitu tofauti. Nakumbuka mkataba wa Mixon ilikuwa goli $200, kila assist $100. Kwenye mkataba wake wa mwisho ambao ulikuwa ni wa mwaka mmoja pia na Simba, ilikuwa ni utaratibu wa design hiyo kwamba kulikuwa kuna package ya kutosha, na nafikiri pia hata kwenye namna ambavyo Simba pengine wangejaribu kutoa mataji yoyote yake akiwepo kwenye kile kikosi, pia kungekuwa kuna bonus za ziada. Kwa hiyo matarajio ni hayo, na ndio maana haikuwa kazi kabisa yani Simba na Chama kuzungumza wakaelewana hivi, haikuwa kazi kabisa, licha ya mambo mengi ambayo yalitokea kipindi alipokuwepo, lakini ni wazi Simba wanamhitaji Chama. Chama yuko more than happy kurudi katika klabu ya Simba. Yuko more than happy kurudi katika klabu ya Simba. Ni klabu ambayo itamrudisha kwenye ramani, ni klabu ambayo inaweza kumweka kwenye nafasi ya kuweza kurudisha ufalme ambao ulikuwa umepotea. Yeye akiwa miongoni mwa watu ambao waliasisi kwenye kutengeneza ndani ya kikosi hicho wakati anasajiliwa mwaka 2018, lakini pia kuendelea kutengeneza legacy yake na kukuza wasifu wake kama mchezaji mwenye heshima na mchezaji wa daraja la juu katika klabu ya Simba. Kwa hiyo kwa kuzungumza hivi, maana yake ni kwamba makubaliano binafsi yamefikiwa, mkataba wa mwaka mmoja. Kwa hiyo kinachoonekana hapa ni kwamba pengine tu labda tunasema ile barua ya kumruhusu mchezaji ndio vitu ambavyo vinaweza vikawa vinafuata, kama pia haijakuwa tayari mpaka wakati huu ambao unazungumza. Lakini pia hapa tunazungumzia pia kitu kama tunasema makubaliano tu mengine ya kawaida, kwamba tunamtoa pengine katika mfumo ile, kwamba tunataka tumtoe kwenye mfumo wa Singida, then database hiyo inamsoma na kumtambua kama mchezaji ambaye yuko kwenye mfumo wa Simba, ili aweze kuwa tayari kwenye kucheza mechi za kiushindani akiwa na uzi wa Simba Sports Club. Kwa hiyo ni vitu vya kawaida, lakini pengine kama kuna kitu chochote cha ziada ambacho kitafanya pengine Chama achelewe labda zaidi kutangazwa, kama ni nje ya makubaliano ya klabu ambayo mimi naamini hayatakuwa magumu mpaka wakati huu, labda ni swala tu ambalo tunalijua la vilabu vyetu kutaka kunogesha zaidi transfer, kwamba Chama ni mchezaji ambaye ana profile kubwa, Simba wanajaribu labda kutaka kutengeneza ule mvuto. Ni kama ambavyo Mixon alitangazwa. Mixon wakati anarudi kwenye msimu wake wa mara yake ya pili aliporudi Simba, ndo alikuwa mchezaji wa mwisho kabisa kutangazwa. Tena mpaka ilikuja ikavuja, maana yake alikuwa anakwenda kutangazwa Simba Day yule jamaa. Kwa hiyo pengine kama kuna kitu ambacho labda kitavuta sana swala la Chama labda kutangazwa tena na Simba, labda tu ni utaratibu ambao Simba watajaribu kuutengeneza, kujaribu kama kunogesha usajili, mwamba arudi na ile feeling, yani asirudi tu kama mchezaji ambaye labda katangazwa, kama wataamua kufanya hivyo. Lakini nje na hapo, hii ni deal done almost, kwa sababu mchezaji ameshazungumza na klabu yake ambayo inamhitaji, ambayo ni klabu yake ya zamani. Tafsiri yake mpaka hapo, narudi tena, ni kwamba klabu inayomiliki imesharuhusu, na ndio maana kuna mazungumzo yameruhusiwa yafanyike na wamekubaliana. Kwa hiyo ni swala la muda tu. Simba Sports Club, Clatous Chota Chama, ni kama unaweza kusema labda almost 90%. Hii ni deal done, vitu vingine vichache vinasubiriwa, mwafaka wa mwisho upatikane.